Karibu Tabora, karibu Toronto. Tumepata taarifa ya tukio hili asubuhi ya leo tukiwa ofisini. Baada ya kupewa taarifa hizi, ikabidi turipoti katika kituo cha polisi kuomba msaada kwa ajili ya kuja kukamilisha tukio hili. Kupotea kwa huyu mtoto ilikuwa tarehe 4 majira ya 1:30. Kijana huyu alipata abiria akamsafirisha. Sasa hakutoa taarifa kwa bodaboda wenzio kujua kwamba ameelekea wapi. Lakini taarifa mimi nimeipata jana tarehe 5 majira ya saa 9 alasiri. Walikuja vijana wa bodaboda wakanieleza kwamba mwenyekiti, sisi mmepungua kiaje? Mwenzetu Sigela Hamisi Maulidi hatujamuona tangu jana saa 1:30. Basi nikawapa kibali cha kuchangisha. Wale vijana walifanya kazi nzuri, wakajichangisha, wakapata hela ya mafuta. Lakini baadaye niliwaelekeza waende kwa afisa mtendaji wa kata kwa ajili ya kupata taratibu za kiulinzi na usalama. Walipofika pale, mtendaji akawapa maelekezo kwamba ikifika saa 24 basi tuandikie barua waende kituo cha polisi. Na kweli ilipofika wakaja kwangu, nikawaandikia barua kwenda kituo cha polisi. Na ilipofika leo majira ya saa 3:30 basi wananchi kwa umoja wetu na mshikamano wetu tulifanikiwa kupata mwili wa marehemu hapa. Ni kwamba huu msiba umetutia simanzi sana wazazi pamoja na vijana wenzie, na kama maelekezo yalivyotoka na afande hapa kwamba angalau vijana wetu nao sasa waangalie jinsi gani na muda gani wa kufanya kazi. Lakini niseme kwamba wazazi, vijana wenzake tumeumia sana sana, zaidi ya sana. Kubwa zaidi tunaomba wazazi wenzetu nao Mungu awape subira na uvumilivu katika hiki kipindi kigumu, pamoja na vijana wenzie wote. Nimepata taarifa hii mimi leo saa 1 asubuhi. Alikuja mzazi wa marehemu akisema kwamba nimwandikie barua ya tangazo, akatangazisha kwenye kipaza sauti kwamba mwanae amepotea toka juzi. Nikamwambia wale vijana bodaboda wenzie wako wapi? Akasema wako pale Mwembeni. Nikasema hapana, kabla ya kibali hebu tuende kwanza nikaonane nao wale vijana. Nikaenda pale nikakuta wale vijana, tulipowakuta akasema bwana mwenyekiti, toka juzi sisi mwenzetu hayupo. Jana tumemtafuta kwa pikipiki lakini hatukuweza kufanikisha. Kwa hiyo tunaomba tupate kibali cha kutangaziwa ili tuendelee kumtafuta. Nikamwambia sawa, hamna shida. Tukaenda pale mimi sikuwa na muhuri saa hiyo, muhuri uko nyumbani. Nikabidi niende kwa mtangazaji, akasema hapana mpaka nipate barua ikiwa na muhuri. Ndio ikabidi kijana mmoja nikamtuma kwa mtendaji wa kijiji, akaenda pale. Baada ya kwa mtendaji wa kijiji akaandikia barua ya kuruhusu matangazo. Baada ya pale wakaja na ile barua, ile mtangazaji akatangaza. Baadhi ya watu wakaongezeka pale, kama vitu tuko wengi tu. Baada ya pale tukakubaliana tugawane makundi 4. Tugawane makundi 4 kwa ajili ya kumtafuta kwa njia ya miguu. Basi tukagawana makundi 4, wakaorozesha majina kwa kila kundi walipoondoka. Baada ya pale kuna mama mmoja akatoa wazo, akasema sasa mwenyekiti, vijana wote wameenda kutafuta mwenzao, lakini wakitoka kule njaa, hebu turuhusu tupite mtaani tupate unga tuwapikie ugali. Nikasema haina shida. Hasa tupo kwenye mjadala wa kwamba sasa tunafanyaje hawa vijana walioingia msituni, kwamba wakitoka inakuwaje. Tunapigiwa simu kwamba mtu amepatikana. Ndio pale nikachukua bodaboda kuja mpaka hapa, na kweli hapa tukafika tukamkuta akiwa amefungwa kamba ya manila miguuni na mpira mikononi. Ndio tukachukua hatua, nikampigia simu mtendaji, nikampigia simu afande Mashenene, nafikiri utaratibu wote umeendelea mpaka amefika hapa. Kilichotokea ni kitu ambacho kila mmoja amekiona, lakini tunatamani kujua rafiki yake wa karibu, mzazi wake na watu baadhi ambao wanaweza wakatusaidia ili serikali yetu iendelee na jambo lingine. Ila vile kuwaomba wananchi, msiende popote mkachukue sheria mkononi. Toeni taarifa kwenye serikali yetu ifanye kazi. Najua hivi vitu vinaweza vikatokea, minong'ono ikatokea, waganga wa kienyeji wakatokea, wakasababisha mambo yao, alafu mkaenda kuchukua sheria mkononi. Serikali itachukua hatua. Kama kuna jambo lolote
kuanzia kwenye kata mpaka ngazi za vitongoji zina viongozi wa serikali, ila askari kata ambaye ni mkaguzi wa kata yupo, mtendaji yupo. Pelekeni taarifa zitakuja, ila mna namba za simu za viongozi wote, sijui RPC, OCD, mkuu wa mkoa. Pigeni simu, mtapata msaada, ila msichukue sheria mkononi. Hichi kitu kinasikitisha, lakini kikubwa zaidi, toeni ushirikiano wa kuendelea kufichua hivi vitu vinavyoendelea kutokea. Ila kwa maafisa usafirishaji wote wanaofanya kazi hiyo, kuanzia kwenye ngazi za vituo, kuna viongozi wenu wa vituo. Usibebe abiria kutoka nje ya mji, mwenzako hajui umembeba nani na unaenda wapi. Hata kama umepigiwa simu, mueleze yule, nimepigiwa simu na namba hii hapa, naenda kumbeba, nampeleka sehemu fulani. Acha taarifa pale ili watu waweze kufuatilia. Sawa jamani? Kwa hiyo tuwaombeni utulivu kwa huu muda, lakini serikali itaendelea na mambo yake na zoezi litaendelea. Mtapewa tu taarifa, zoezi la mazishi na kila kitu litaendelea bila shaka yote. Pale tu waenda kujiridhisha na madaktari, lakini watapewa mwili, utarudi na wataendelea na zoezi la mazishi. Karibu Tabora, karibu Toronto.